disclaimer, mafundisho tunayotoa kwenye hii channel ni kwa ajili ya kutoa elimu tu kwa vile vitu ambavyo sisi wenyewe tunavifanya na tunaona vinatuletea matokeo chanya. Na wala sio sisi ni wataalamu wa masuala ya kipesa, na kama umependezewa na hivi ambavyo tunafundishwa na tunavifundisha na wewe ukataka kuwekeza, basi fanya utafiti wako wa kutosha, ukishajilizisha ndo uwekeze kiasi ambacho una uwezo nacho. Okay, kama mnavyoona hapa nipo kwenye hii exchange ya Binance. Kama mnavyoona nipo kwenye Binance exchange hapa, na somo ambalo leo tunaenda kusoma jinsi ya kutumia indicator moja maarufu sana na ni nzuri sana. Ukiweza kuielewa basi utaweza kufanya analysis ya soko kwa njia rahisi zaidi. Umeona? Sasa kabla sijaendelea na somo hili letu la leo, wewe kama ni mgeni kwenye hii channel haujasubscribe, hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video mpya ambayo tunaipost kwenye hii channel. Na tayari kama ni subscriber, usisahau kulike, kucomment na kushare hii video kwa wengine ili na waweze kupata mafundisho haya. Sasa hiyo indicator ni maarufu, inaitwa Bollinger Band. Bollinger Band ni indicator nzuri sana. Ukiweza kuielewa hiyo jinsi ya kuitumia hiyo indicator, basi itakuwa ni rahisi wewe kuweza kufanya analysis na kujua mwenendo wa soko, kwamba soko je, linapanda au linashuka katika time frame yoyote. Sasa ili kuweza kupata hiyo indicator, utakuja sehemu hii hapa ambayo imeandikwa trade, sawa? Ukipiga trade, namna hii itafunguka, itakuleta katika huu uwanja wa kufanya spot trading. Sawa, hii indicator unaweza ukaitumia katika masoko yote ambayo yako humu. Kama unafanya spot trading, kama wewe ni mdau wa future, kama wewe ni mdau wa masuala ya forex, pia hii indicator inatumika mpaka kwenye MetaTrader 5, MetaTrader 4. Kwa hiyo jinsi inavyotumika hapa kwenye crypto na hata huko pia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya hapa ni kuja sehemu hii hapa iliyoandikwa candlestick hapo, sawa? Hapa ndo tutaenda kufungua chart na kuweza kuona hii indicator yetu jinsi ilivyo. Umeona? Hapa ndo tupo kwenye uwanja sasa kwa ajili ya kufanya analysis ya soko. Sawa? Na tayari mimi nimeshaiweka hiyo Bollinger Band. Jinsi ya kuiweka ni rahisi tu. Kwa mfano, hapa nitaitoa hiyo indicator, sawa? Nitaitoa hiyo indicator. Umeona, kuna namna mbili za kuweza kuweka indicator. Unaweza ukaja ukapiga hapo, sawa? Ukaweza kupeleka sehemu ya indicator, na pia ukaja ukapiga hapa chini. Umeona haya maneno, hizi ni indicator ambazo unaweza ukaziadd, lakini ni zile default, sawa? Kwa hiyo kwa mfano nikipiga hivi, umeona nimetoa, umeona? Au nikipiga MACD, nimeitoa MACD, sawa? Nikija tena nikipiga stochastic RSI inatoka. Kwa hiyo hapo imebaki chart yangu iko plain, haina chochote. Sasa hizi indicators zinatuwezesha kujua kwamba je, soko lipo katika hali gani? Soko lipo katika hali ya kupanda au lipo katika hali ya kushuka au lipo katika range, sawa? Sasa hii Bollinger Band tunaenda kuiweka hapa, itaweza kutusaidia kujua mwenendo wa soko. Hem, tuangalie kwa mfano kama token hii ya Pepe, sawa? Tuangalie Pepe ipo katika mwenendo gani. Kwa hiyo kwanza unapotaka kufanya analysis, unatakiwa uje hapa kwenye daily time frame uangalie candlestick ya leo ikoje. Sawa? Tunaona hapo Pepe ndani ya siku hizi kadhaa imekuwa ikishuka. Imeshuka, umeona, imetoka huku ikashuka mpaka huku. Na leo kendo yetu ya leo ni hii hapa, unaiona hapa. Hii ndio kendo ya siku ya leo ambayo imetengenezwa. Tunaonekana hapa kendo ya nyuma ilikuwa ni pin bar, umeona? Hii kendo ya nyuma ilikuwa ni pin bar, ilipanda mpaka hapa ikashuka, alafu ikatengeneza kitu hichi hapa. Kwa hiyo inaonekana hapa ipo kwenye nini? Kwenye support. Hapa ipo kwenye support zone chini kwa sababu imemark, umeona? Alafu pia tunaona hapa sellers yani hii token ya Pepe ilishuka mpaka maeneo haya, alafu ikapanda ikawa inaenda kidogo kidogo. Kwa hiyo ipo kwenye consolidation, ina consolidate, lakini kwa consolidate zake inakuwa rejected, inakataliwa kushuka chini. Kwa hiyo maana yake hapa inamaanisha kwamba sellers sasa hivi hawana
uwezo tena wa kuishusha zaidi. Kwa hiyo soko hapo linajiandaa kuweza kutoka katika pointi hiyo na kuweza kupanda juu. Kwa hiyo inajiandaa kupanda kama tunavyoona hapo ipo kwenye range. Kwa hiyo lazima usubirie indication kuona je inapanda au inashuka. Kwa hiyo hapo utakuja tena kwenye 4 hours utaweza kuona kile ambacho tumekielezea pale. Umeona ndio hichi hapo. Umeona kwamba token hii ilishuka mpaka hapa ikawa rejected strongly, alafu ikapanda, ikawa inashuka, inatengeneza hizi wave like structure. Hiyo tunaita consolidation, ambayo pale kwenye one day unaona inaonekana vikendo vidogo, lakini hapa tunaiona inatengeneza upward movement, kwa maana kwamba umeona hapa hii level unaiona hapa. Hii level unaiona hapa, manake hapa imekuwa rejected, ikapanda hapo, ikashuka hapa, ikawa rejected, ikapanda hapa, ikishuka tena rejected, muone imepanda. Kwa hiyo inatengeneza range namna hiyo. Kwa hiyo hapo kunaonekana kuna strong support hapo. Kwa hiyo hii inajiandaa kupanda. Sasa ili kuweza kufanya analysis vizuri tunatakiwa tujue kwanza, hapo inatuonyesha kwamba pepe sasa hivi ipo katika downward trend. Sasa tunaenda kuiongeza Bollinger Band, ambako tutapiga hapa namna hii, sawa? Au kama unataka kwenda kuongeza zaidi, unaweza ukaja ukapiga pia hii chart hapa. Umeona, ukapiga hii chart hapa, ukapiga hiki kidude, umeona hiki kakuletea hapa, ukaweza kuona inafunguka hii, ukapiga hiyo namna hiyo, umeona inafunguka. Na pia unaweza ukaja hapa ukachagua indicator setting, ikakupeleka kwa ajili ya kufanya setting za indicator, sawa? Au ukaja pale juu ukaipata ile indicator kama nilipokuambia, ukipiga hapo itafunguka namna hii, utapata indicator ile pale juu. Kwa utapiga itafunguka hivyo. Kisha funguka, kwa hiyo wewe unakuja unapiga Bollinger Band, unaiacha kama ilivyo kwenye default hivyo, alafu unaiadi namna hii, kubadilisha chochote. Kwa hiyo namna hii utaona Bollinger Band hapo, unakuja unaipiga namna hii. Imeshatokea, unapiga kwa hapa chini kwenye bio, inatokea kwenye chart yako kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo hapa inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba pepe ipo kwenye downward trend, na hapo nipo kwenye 4 hours time frame, sawa? Tunaona kwenye time frame ya juu, ipo kwenye downward trend, na hata nikipiga kwenye daily time frame utaweza kuona, umeona ipo kwenye downward trend, lakini ipo kwenye support level. Kwa tunajuaje ipo kwenye downward trend? Ndio unisikilize. Hii Bollinger Band tukiangalia time frame ya juu tunaona ipo kwenye downward trend, kwa sababu hii Bollinger Band ina mistari mitatu. Kuna huu mstari wa kwanza, wa pili na huu hapa wa tatu, sawa? Sasa huu mstari wa kati manake ni intermediate level, inaonyesha ni level ya katikati. Manake kama candlestick zako zipo katika level hii hapa, yani haiko juu wala haiko chini, yani haijavuka huu mstari, iko juu, yani ipo katikati ya huu mstari. Jua hapo soko lipo katika level ya kati, kwamba tunasema lipo katika range, yani haijapanda wala haijashuka. Lakini inapokuwa imeshuka chini ya huu mstari, iko chini, manake hiyo ni downward trend. Na inapokuwa iko juu ya huu mstari, manake hiyo ni upward trend. Sasa unajuaje kama ni strong upward trend au weak upward trend? Kwa mfano kama hapa tunaona ipo katika nini? Downward trend. Kwa sababu gani? Kwa sababu iko chini ya huu mstari ambao ni middle band, iko chini. Ikiwa chini manake ipo katika downward trend, tena ilikuwa ni strong downward trend. Sasa hapo sasa hivi inajiandaa, either kuna mawili, inaweza ikaendelea kushuka zaidi. Hapa tunaona ipo kwenye strong, hapa kwenye support, imetengeneza support, lakini inaweza ikashuka zaidi kutokana na structure ya muonekano wake, kwa sababu hizi candlestick bado ziko chini. Kwa hiyo pepe ipo katika downward trend kama tunavyoiona. Kwa hiyo ndio tafsiri tunaipata kutoka kwenye nini? Kwenye Bollinger Band. Sasa njoo kwenye 4 hours pia tutaweza kuona. Tunaona hapa kwenye 4 hours inavunjwa ile one day katika masaa manne. Kwa unakuja kuona
Umeona bado trend yani trend ya soko kwa kiasi kikubwa ni downward. Umeona ilivyokata hapa candlestick zikawa zinatengenezwa chini ya huu mstari. Umeona inatengenezwa chini, kwa hiyo hii yote inaonyesha ni downward trend. Umeona chini, hiyo ni downward trend. Umeona chini ni downward trend. Hapa ikaja ikabreak kidogo, umeona alafu ikashuka tena, ikakuwa hapa ipo kwenye range. Haijafanya maamuzi kwamba ipande au ishuke, manake hapo ipo kwenye range. Ipo kwenye range lakini ipo kwenye support level. Sawa hiyo ndio pepe. Sasa njoo kwenye 1 hour utakuja kuona. Umeona pia naye inakupa indication ile ile kwamba hapa ilishuka, umeona ikatengeneza support, ikapanda, umeona ikarudi, lakini bado inacheza kwenye usawa ule ule. Umeona hapa sasa ipo inataka kuvuka hapa. Umeona kwa hiyo hapo inajiandaa kunyanyuka, kwa sababu kama nilivyoelezea pale mwanzo, umeona hapa ni strong support, kwamba ilishuka hapa ikajaribu kuja kulitest hiyo support level, bado ikawa strong, ikapanda, ikaja kulitest tena, hapa inajiandaa kunyanyuka pepe hiyo. Kwa hiyo hii inatupa indication. Sasa tunawezaje kupata entry? Je, tunaingia moja kwa moja hapa? Bado lazima tuangalie indication nyingine, twende kwenye time frame nyingine. Twende labda kwenye 15 minutes tukaone. 15 minutes tunaiona hapo inavyofanya kwamba kwenye lower time frame huwa ndo tunapata entry. Kama unavyoona hapa ipo kwenye range, inajiandaa kupanda. Imetoka kwenye downward, hapa inatengeneza upward movement taratibu. Umeona kwa hiyo hapa ikibreak hapa, alafu hizi candlestick zikaanza kutengenezwa juu ya huu mstari wa pinki, basi tutajue kwamba hapo sasa hivi upward trend imeanza. Umeona kwa hivi ndo tunavyofanya analysis. Sasa unajuaje kama ni strong upward trend au utaona hii formation ya Bollinger Band yako inakuwa inanyanyuka kwenda, kwa mfano ikivuka sasa, hii ikienda mpaka hapa alafu ikavuka ikazidi kwenda juu, inakuwa hiyo ni strong upward trend. Sawa, kwa mfano ni kuonyesha strong upward trend ilikuwa vipi hapa. Umeona kwa mfano kama hapo, umeona ilitoka kwenye downward trend, ikapanda ikavuka hii middle line, alafu ikaendelea mpaka huku juu, ikaendelea kwenda na mstari huo. Kwa hiyo ilikuwa ni strong upward trend. Hapa kukawa na resistance. Baada ya hapo, baada ya resistance ikaanza kuwa rejected kuja down. Unaona hii pia hapa band inapinda, kwa hiyo candlesticks zinaanza kushuka kuja chini. Kwa hiyo namna hii, kwa hiyo unajua hapa sasa ni nani yangu inashuka. Umeona nikuonyeshe tena nyingine hapa, ilikuwa ni strong downward trend. Umeona ilivyoshuka kutoka hapa ikaanza kuconsolidate, afu ikashuka chini, bado ikaendelea kushuka. Umeona ukija hapa unaona hii ilikuwa ni strong upward trend. Umeona tu minimize kidogo tuweze kuona strong upward trend. Umeona hapa ilitoka kwenye range, imetoka kabisa kwenye hii lower band, maana hapo ni strong downward trend imeisha, ikatengeneza support, ikapanda, ilipofika hapa ikabreak kwenye hii middle band, ikapanda kwenda juu na ikaendelea ikatengeneza trend ya kwenda kwenye usawa huu wa juu, maana hapo ipo kwenye strong upward trend mpaka ilipofika hapo. Umeona kwa hiyo ilipofika hapo ikatengeneza support, ikatengeneza resistance. Kama unavyoona hiyo resistance ilitengeneza maeneo haya hapa. Baada ya kutengeneza resistance, na pia vile vile resistance au kama ni strong resistance, unaweza ukaona rejections zinakuwa nyingi ya candlestick. Umeona kila inavyojaribu kwenda inashuka mpaka ikaporomoka namna hiyo. Umeona ikaendelea tena ikaja ikalitest hii resistance, ikaendelea kuporomoka, kwa hiyo ikashuka namna hiyo. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kujua kwamba hii ni strong upward trend au weak downward trend, kutokana na structure ya candlestick zitakavyokuwa zinatengenezwa ndani ya hii Bollinger Band. Unaona kwa mfano kama hapa nikikuuliza swali, je, hii ilikuwa trend ya namna gani? Ilikuwa ni strong downward, ilikuwa ni strong upward trend au weak upward trend? Utaweza kusema ilikuwa ni strong, kwa sababu unaona ilivuka middle band, afu candles zikaanza kutengeneza na zikaanza kuform kwenye huu mstari. Umeona
Kwa hiyo hii unaweza ukaapply katika time frame yoyote ikakuwezesha wewe kujua. Kwa mfano twende kwenye 5 minutes, kwenye 5 minutes unaweza ukaona hapa, umeona 5 minutes hapa bado soko lipo kwenye range kwa kiasi kikubwa, unaona iko inacheza intermediary hapa, imejaribu kuvuka hapa ikabreak kidogo, lakini bado kama unaiona inashuka hapo. Kwa hiyo hapo sasa ni kutafuta confirmation candle, kama itaendelea kwenda juu katika usawa huu wa mstari wa hapa, basi tujue hiyo ni kwa muda huu hiyo ndo itakuwa nini, strong upward trend, lakini bado tunaona inaenda alafu inarudi. Kwa hiyo hapo sasa entry unaweza ukaitafuta kama unataka 2%, asilimia ngapi, basi unaweza ukaweka mwenyewe nani yako, umeona inashuka. Kwa hiyo bado hapo hatujapata clear confirmation, soko bado lipo kwenye range, lakini tunajua ni range inajiandaa kupanda kwa sababu tumeona kwenye haya time frame hapa, umeona tunaona hapo ipo katikati, bado ipo katikati, umeona bado ipo katikati. Ukija kwenye 1 hour pia unakuja kuona 1 hour, umeona ipo kwenye yani imetengeneza support, umeona hii ni support. Kwa hiyo inajiandaa kupanda, lakini bado. Kwa hiyo mpaka upate confirmation nyingine, upate labda candlestick nyingine ya masaa ya lisali moja ambayo itaweza kunyanyuka hapa iwe juu ya hii lower band, ujue hapo sasa ndo unaweza ukatafuta entry kwenye lower time frame. Nadhani hapo nimeeleweka jinsi ya kuitumia Bollinger Band, sawa? Jinsi ya kuitumia Bollinger Band, na pia vile vile hata ukija ukiweka MACD inakuonyesha bado soko sasa hivi lipo kwenye downward trend, umeona? Kwa sababu unaona hapa MACD nishafundishaga zamani, umeona? Unaona hapo hizo crossover, alafu bado unaona hizi histo bar hizi ziko chini ya zero MACD line. Kwa hiyo inamaanisha kwamba bado soko linafanyaje, bado lipo katika hali ya chini, umeona kwenye hiyo time frame. Ukija kwenye 15 minutes, unaona kama vile hapa inataka kunyanyuka, umeona 15 minutes kwenye MACD pia natuonyesha kwamba hizi histo bar hizi za MACD zimeanza kunyanyuka juu kidogo kidogo, kwa hiyo inajiandaa kupanda. Kwa hiyo hapo unatakiwa upate clear confirmation ianze kunyanyuka kwenda juu ndo upate entry ya kuweza kuingia kubai. Nadhani hapo nimeeleweka. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi tunavyotumia hiyo Bollinger Band kuweza kufanya analysis ya soko. Kama umependa ili somo, usisahau kulike, kucomment na kushare hii video kwa wengine ili naweze kupata mafundisho haya. Asante sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema.